Welcome back. Poleni. So, najua miss. Anyways, welcome back guys to my YouTube channel. I am so grateful for the 500 subscribers. And kwa kila mtu amesubscribe, aki asanteni. Even tu siwezi wa surprise. Yeah, I'm broke. Anyways, thank you so much guys. And najua nimekawia kupost. It has been weeks. Sijui ni kingapi, but I know it has been weeks. So leo najua hata sija refreshen up my guys. I'm just from waking up nikasema niliona iko 499 subs, nikasema acha nipush stuff. Nikaipost, kuipost gram, kuipost up kidogo 501 ama 502. So I was just grateful, yeah. So leo acha niwaambie, leo hakuna pranks. Today is not prank day, si mara game day, hakuna games, it's just story time. Cause manzemi sijawahi kuwapigia story. So nikaona acha leo niwapigie ka story about how I started tattooing at a young age, mpaka my journey of being a tattoo artist mpaka sahi. Yeah, so let me go refreshen up, then I eat kidogo nipate nguvu ya kuongea. So guys, I'm back. Yes, I'm back. So yeah, I'm from refreshing, nikakula. Yeah. So back to the point of this video. Yeah, ilikuwa ni kuhusu how I started my tattoo journey. Yes, no. So actually I'm very young. Since nilianza kitambo. So imekuwa like about 1.5 years, about 2 years to say. So naingia year ya pili, juu nilianza last year. So yeah, this is the second year. Yeah. So guys, nilimaliza form 4. Kumaliza form 4. Then tuseme hapo after before nimaliza form 4. Hapo which year, let's say 2018. Yeah, so there's this guy. So see, like you guys know, I'm from Coast. So place kwa tunaishi hiyo area. Mse alikuwa anachoranga matatu, kuna rasta ndefu hivi, akona dreads zinafika sana huko hivi manze. Alikuwa na matatu nini, akakujanga kubai. My mom has a bar in the area where we live. So akakuja kubai tei hapo hivyo. So nilikuwa na cousin yangu, then we saw this dude. I loved his tattoos. So I was like, I'm going to ask that dude where he got his tattoos. Yeah, because place tunaishi, unajua Mombasa, like seti ni ushago. Mombasa is a really nice place obviously, but unajua there is a lot of Muslim people, so tattooing is not doing great. So I was like, hizi ni za huko kama alitorea Nairobi. So nikaenda nikamuuliza, after asking him, he was like, tattoo zangu ni mimi nilizichora na beshte yangu. I mean tattoo artist. Nikamwambia, unaishi huko hivi, do you have a shop within the area? Then he was like, nah, I just draw like kwa nyumba na naifanya marketing online. Then I ask people who wants a tattoo. You know, the way I normally do that. Mtu anakuja kwa keja na mchora. So I was so in love with the art. I was so in love with those art. So nilikuwa like, wow, I really wish ningekuwa na hiyo. Kuna kelele sijui kama mnasikia, polisi sijui jirani na blend nini. So nilikuwa like, I really wish that was my arm. But I have a strict dad. But usually I live with my mom who's not that strict. So nikasemaje, acha mimi nifanye juu chini nione vile nita communicate na huyo buda. So nikamwambia mimi bado niko high school, but nilikuwa natamani kuchora. Akaanza kuniambia story ati this time alichoranga mse high schooler ako form 2, akamletea shida, then he had to akaingizwa, akapelekwa kwa jela. So he had to pay 40,000 ndio kwa release. So I was like, I'm sorry man, I'm sorry, but okay, mimi nitakuja tu nikishakuwa ready. Yeah, nikimaliza shule maybe just si hata mambo na wazazi. Nilikuwa like shule yetu, I was schooling in a Catholic school, and most of you mnajua tu vile Catholic schools zikuanga zina exaggerate vitu. Unachora tattoo iko Illuminati bullshit. So yeah, sikutaka ngori shule, nilikuwa nataka nimalize, then I start my life in a cool way. So yeah, nikamaliza shule.
Iyo December nilikuwa so interested in tattoos. I got my first tattoo somewhere hapa. Tattoo here. Somewhere here. And it turned out really bad cause ilikuwa kitu kama ya free, but si huyo boys ndo alinichora, si huyo buda ndo alinichora, kwa ni boys mwingine sasa. Na nika alikuwa lana or something. It turned out really ugly and I didn't like it, with the name somewhere here. Yeah, so I wrote JOD with ilikuwa nilijiandika. My handwriting is so ugly, not that ugly, but ilikuwa tu haikai fiti. So I had to cover it up like after some time. But I never knew anything about tattooing, but I was so interested. Uwezi kwa unachora watu tattoo and you don't have one. Okay, it kind of looks weird to me. I don't know if to you it's okay, it's fine, but it kind of looked weird to me. Just like, I want to be a tattoo artist. Na siwezi kuwa mimi tattoo artist na sijaichora hata kama ni jina. So I had 2 tattoos. Hiyo siku moja I drew 2 tattoos. Kufika home, that tattoo ilikuwa inakaa mbuzi. My friends who saw that, I know, to be honest, it looked like a goat. It was so bad. Hata hiyo jina, guy. So guys, cheap is expensive, trust me. Usiende kwa suggestion you had a person who does it better at 500. Hakuna tattoo ya 500 by the way. To be honest, hakuna. Remember that is something which is going to be on your skin till you die. So angalia tu, usiende kwa mtu yote ati unachora tattoo ati juu sasa ni cheap. Hii nguo at least unaweza toa. Hii ni kitu huwezi toa. So guys, that was my first tattoo. It was so horrible. I can get the pic for you guys, but cast apart, I'm also sorry, but bora tu explain here. So it was so disgusting, man. Miso nilikuwa like, hiyo time bado inanibamba. Then nikaambia tattoo artist mwingine huyu mwenye nilikuwa nishajua. Sijui kama you guys mnashikanisha story. Huyu mrasta sasa. Nikamtext, juu alikuwa ngamu expensive sana. Nikamwambia, man, kuna hii tattoo hainibambi, kuna venye unaweza ifunika na kakiru kakika. You know that thing, yeah. So alikuwa like, let me come to your place on the show. Alikuwa anapita like ako na ndudi, so akakuja kwa mosque fulani hapo iko karibu na kwetu actually. So kukam nikamonyesha the tattoo, was like, this is a lion. Oh my Jesus. Hadi nilikuwa namwambia like, nasikia niseme tu this is a cat. Hata cat iko inakaa hivyo. It was really ugly. I saw it was really ugly. Yani hata mimi mwenyewe sikuwa naipenda. So I was like, kushwa this is a lion. Alafu kwa tattooing lazima mtu address kwanza, then there is a stencil, aweke Dettol or stencil stuff, ndo aeke yo. Yani because we are men, nitongaje, man is to error. Yeah, we are human beings. So lazima mtu anaweza make mistake. Hata kama unajua kuchora aje, you can make a slight mistake. Na hii ni mwili ya mtu. This is not a paper. This is not a tissue. This is nothing. This is just a being, human being, manze. So huyo msee kumbia kunichoranga na hiyo. So mimi, it was my first tattoo. Mimi sikujua. Mimi sikujua mtu anafaa kufanya hivi. Mimi nilijua tattoo artist ni msee anajua kuchora, anaanza tu direct, unaona. So I never saw the issue. Ndio huyo msee akaniambia, kuja tena nikakuchora, nikaishia naye kwake. Kunichora. Kunichora naona msee bado na trace, niko like, lazima utrace. Kwani wewe ulichora kama hujatraceiwa? Niko like, ndio maana. So this person was not talented, imagine. So kuitrace huyo mwenye alinichora wa kwanza. Kuitrace akamaliza, akaiweka, akafanya cover up. At least so it looks nice, but since fanya tuna cover up, alijaribu yake yote, so it was at least, yeah, it was a lion. And then hiyo ya jina nika cover up na flower. Then hapo chini nikachora tribal, but si na the same person, different people. Yeah. So nikauliza huyu msee, I paid him around 2k ama 1500, 2000 ama 15. Hiyo time unajua mimi sikuwa na do, so sasa sasa niko na do, but it was expensive to me. Mimi nilikuwa najua robe, hakuna tattoo ya robe kumbe mtu wangu. So yeah, kamalizana, he did a good job hapo. Nikaona hii jina nitafanya baadaye. Nikakuja Nairobi mashughuli. Nikakuja Nairobi nikasema I want another tattoo. So I told my friend who was
alikuwa best ya tattoo artist fulani. Then I got my tribal tattoo. Kaka bado sijasomea tattooing, nilikuwa nataka nirudi Mombasa nisomee tattooing kwa huyo the same dude mwenye alinichora hii. Juu alikuwa amenipromise atanifunza, but at a cost. Kufunzwa kwa tattooing ni around 20,000 ama 30,000. Na sasa hiyo huwezi anza kuambia mzazi ati, because I tried to tell my dad anisaidie na hiyo 20k nende nikafunzwe. Wrong idea, wrong, worst. Usiambia mzazi kitu kama you have strict parent mwenye anajua like anajua tu education is the key, no talent, nothing, anything evil. Don't try it. It was a bad idea. Yeah. So nika regret, nikasema nitatoa wapi mbao 20k, nitatoa wapi? I'm still young. I was, I think 2018 I was 17 years old. So I was like, nitatoa wapi 20k? So last year bado namwambia dad, I want to study this, I need tattooing, I want to be a tattoo artist. Ako like, no, you focus on your education. Unaingia university nini? Hakuna mambo na sijui biashara, sijui nini. It was just a bad idea, me asking him for money. So nikasema aje, you know what, Jay, you can do this on your own, you can do this, do it. So nikaingia IG. Sorry, I thought there was somebody on the door. Nikaingia not IG, nikaingia YouTube daily ni kubuy credit ya Airtel. It was hard, trust me, it was hard. Sayo nimeingia hivi YouTube kubuy credit. Unajua credit ya Airtel ni cheaper, utabuy credit ya Airtel kwa kiingia kila siku. Hiyo time sai Airtel nikata ina difference na Safaricom. Niingie ni search how to draw tattoos, how to unaona vitu hizo, how to be the best, how to do this line work, shading and stuff. So your time I had no idea hata kufix hata hizo stuff. Like ukinipata machine your time I didn't know what to do, but I did it on my own. Jo sikuwa na option, sikuwa na mtu kunisupport to take this money and go sijini. I didn't have anybody like kunipea do, unaona. So kujifunza. So then nikasemaje, niko na wealth. I am wealthy. Everybody is wealthy actually. Sindio? I'm not rich but I'm wealthy. I have goods. Sikuwa wealthy ni kuwa na goods, uko na kama uko na nyumba, uko na, but I sina nyumba, mimi niko na nguo. That means I'm wealthy. Niko na manguo, niko na maviatu, niko na nini. So nikajiambia I have these things that I can sell and get money and buy a machine. Unaona? So nikasema, I had a bicycle that my mom bought me way back in 2011 hapo when I was in class 5 or something. 5. So bado ilikuwa tu big vizuri, ilikuwa kwa good condition, it was red, it was nice, it was beautiful. So nikasemaje, I'm going to make this bike, and I asked my mom kama naweza nitengeneza hii bike. Akanipea do, my mom akakubali, akanipea do, nikaenda kutengeneza. Ilikuwa kitu kama 500 ama 1k juu ilikuwa mzee. Like the last time I rode ni ride money whatever. Siku ya mwisho niliondesha hiyo bicycle ilikuwa kitambo sana. So ilikuwa na masijui pancha, sijui hiyo nyororo ilikuwa na shida gani. Yaani ilikuwa tuna issues mob. So tulispend kidogo, but sama alikuwa anashanga kwa nini nataka kurudi kuondesha bicycle. Mimi nikamwambia tu nitengenezee, nitajua vile itafanya. So vile nitengenezea nikamwambia nitafutie customer. Mama akanitafutia customer, then there is this customer wake akasemaje nataka ako na mtoto, na mtoto wake ako na a son, and the son wanted a bicycle. So uzuri ilikuwa second hand, so ilikuwa like expensive at 20k. It was quite cheap. Ilikuwa kitu kama niliuza na 6k, imagine. I was that desperate. So kuiuza na machine nilikuwa nauziwa around, let's say machine nilikuwa nauziwa, ilikuwa best yangu. So yeah, machine kuanga like machine ya tattoo mostly ina range from 15 to 30k, inalingana. Kuna zingine za 20, inalingana na package na kujaje. So yeah. So yeah, nilikuanga so broke. I had 6k mbele nyuma. Then hiyo machine yenyewe nikuelezea aje, machine yenyewe kuipata na hiyo bei ya 6k, it is very hard my dear. Haya, so best yangu alikuwa ananiuzia. So best yangu kuniuzia alikuwa ananiuzia na
Juni Arif nikamwambia mimi niko na 6 na ilikuwa around kama 10, alianza na 9 sijui. So nikamwambia utachukua hii 6 nikulipe 3 baadaye, because I'm so desperate to have this thing and I don't have anybody to teach me, so I want to start practicing. Siwezi kwa tina watch videos and you don't have the equipment to start the whatever. So akasema it's okay, just come tomorrow, ukipata clients ama ukianza kuchorana just send me the cash. So I was so desperate, hadi nilisema akinipea mimi nitampea do, sitafanya nini ukora or anything. Nikaenda that early morning, nikaishia, I bought those stuff nini. Wow, I was so happy. Nilifika kwa nyumba, there was a, let's say inaitwanga the pig skin, ilikuwa inakaa somehow in tissue. But it wasn't this small, it was kind of big. So the pig skin is where I used to practice. You need like every tattoo artist nika amepitia hiyo, lazima upractice na hiyo pig skin. So nilikuwa naingia YouTube, ujue home akutukua na wifi or anything. So nitaingia nitafute credit, mama atanibaya credit obviously. Nitafute credit nikuje nianze kuingia YouTube inakula bundles kai. Ninge YouTube dakika 2 nikifunga ina load hivi kidogo, nafunga data ina load. Yani that was the struggle I used to undergo before I became who I am right now. So nitakuja niandalia nianze kupractice. So niko like I'm practicing then kupiga picha kutumia like most my friends who are tattoo artists kama watani hivi, no the lines are not good, no then it was not encouraging kabisa actually. I don't know if they're saying this but it's fine, don't care. So yeah, no the lines are not good, no the shading is no at least kwambia I'm saying just do this and this. There's this one person but we're not in good terms actually. Sijui what went wrong. At least alikonga ananiambia yeah, try and do this and this. Like okay, thanks, thank you. And then nitarudi kuendelea kuchora, nichore nifanye yangu yote. Then there's this dude, he was my friend uko home manze, kama utaochi vida, thank you so much. Anaitwa Hollywood, alikuwa rapper when I was also a rapper. Tukwanga group moja along, hiyo ni story for another day. Yeah, Isaac Juma ama the real name is Isaac Juma, place uko manze, thank you so much, big up. So yeah, akasema mimi nitakuja upractice on me. The dude came kukuja mimi sikuwa like, aliniambia mimi like sikuwa ready, but imagine it was like after 2 days ya kununua hiyo machine. So you can imagine I'm not that good. Hadi alikuwa ako sawa nayo, but mimi nilikuwa najua like bado anaweza. Hakuna mtu, yani in short nobody was willing for that. No, hata mimi mwenyewe siwezi kubali ati mtu student anichore. Hata si student, mimi hata sikuwa student. Amechama nini msajui hizi vitu anichore. So I was like, well, okay, he was God sent. So akakuja home, I was so excited. Nilikuwa na beshte yangu anaitwa Messi pia anajua anga miss videos zangu. Thank you for supporting me until hapa hivi place niko manze. So tulikuwa na Messi alikuwa like, you can do it, just try. Nakwambia I don't know if I'm going to search for the picture of my first tattoo. The first tattoo I drew itakuwa somewhere hapa. Yeah, kama sitapata it's okay, well and good, bora mmejua ni nini. So it was a small map of Africa, a small one, not that big, not kitu kama this height. Yeah, this length ama whatever. Yo, ilikuanga hivyo. So nilikuwa namchora somewhere hapa. It took me like sijui 4 hours kuichora ama 5 hours. Na vile kadogo, hadi sasa nikipatiwa hiyo nachora within 30 minutes. It was so small, but I couldn't blame myself because it was my first tattoo na I know everybody has their story. Hata unaweza pata mtu alikuwa anachora jina J na li take 10 hours. So you don't know. So yeah, kuichora nachora siingizi sindano vizuri. You know the needle should be on the surface. So I was afraid I was going to hurt that dude. So like nitaiweka juu kabisa hadi itaingia. So ananiambia sisikii uchungu, ingiza. So niko like, are you sure? Sisikii uchungu, ingiza. Odi, just do this. Mimi niko na waste to ink. Iko tu juu. But I just did it. Nilifanya tu bado. I did it na nilifeel poa. After kuichora nikaipiga pic, nikaishika video. I was so excited. Nikaipost.
some people didn't believe it was me. I also didn't believe it was me. Siko baya. Jumi hadi nilikuwa like, guy, huyu ni mimi kweli jamani. I wasn't believing in myself that time. So yeah, that was my first tattoo and that was my first experiment, and I was so happy about it. Nikakuja so nikakaka Coast, sikuwa napata a lot of clients juu unajua Coast kuna a lot of Muslims again, nishasema already. So and most Muslims will be like they don't do tattoos nini. So I was like huku kupata clients takuwa ngoro, na tattooing is a good business. So nikakuja Nairobi kurecolocate, nikatafuta venye nitakuja kwa Keza. I stayed at my cousin's place for some time first, ndo kusave do. Then ndo nikapata a nice house where I live. Currently I'm not there, I'm at somebody else's house. I'm at a friend's house. Yeah, na yuko. So yeah, mwache maswali mingi. So yeah, I got a nice house. Nikaanza kununua vitu pole nini. So nilikuwa like acha tu nikae, at least nikiwa na kwangu I'll be calling like nifanye kama yule rasta yule. Nilikuwa naambia story yake. Nikitaka tattoo, mtu akitaka tattoo, just come at my place, I draw you. It's apia ni kama base ya kuchill and stuff. Manze, kama zabe manze. So naona I got a place, God blessed me with at little cash, nikanunuanga vitu za nyumba. Kabai vitu, unajua vitu za nyumba ni nini? Carpet, bed, vitu kama. Hata kama si zile like king size, but I appreciated everything that I got. So yeah, sasa hii I'm doing ata piercings for those who want tattoos and piercings. Both of them are for those who want only piercings. Nikajifunza pia. Nobody taught me anything. But then nobody taught me. This is what most of you maybe think ati ulifunzwa. Alafu ujue I started tattooing when I was 19. Sasa I'm 20. So mtu anaweza kuja alafu nikana na kibaby face kidogo. So mtu anaweza kuja kuchora alafu ananiuliza, uko sure ni unachora? So niko like naka high school ama uko like seriously. So yeah, and I know I was the youngest tattoo artist in Kenya. Anyways, yeah, last year, but size na demi ni big, mimi ni mzee. So that's my story. So don't give up, man. Don't give up. So I know nitafika far. Bado sina shop. Nachanga do inshallah. Kama mnataka kunichangia namba iko hapo. Mkinichangia nalialia Kiomosh. Mkinichangia pia sina shida. I appreciate. Nataka kuwa na shop soon. Maybe in town, Nairobi town. At least Nairobi kuna 2 clients. Yeah, and I appreciate every client who has been with me through this journey. Na kuna wale wenye wako loyal kwangu manze. Yani from nimewachora the first tattoos mpaka sijui zimefika like 16 kama mtuka Vanel. Yeah, shout out manze. Na watu wote nishachora tattoo. I hope you're going to see this video and keep promoting me, and God bless you all. So yeah, anyways, must give up. So okay guys, don't forget to subscribe, like, share. Bye.